yake ni kulima, na dhamira yake pia vile alielekeza kwamba hazitouzwa na badala yake ziwatumie kwa kushughuli za kilimo. Na serikali hizi ambazo zimetangulia au zimefuatia baada ya kuondoka kwake, tukuweza kudhibitisha kwamba yanaishi, tukiangalia hata pembejeo, pengine support kwa wakulima ziliweza kutolewa kwa mujibu kila serikali au kila zama za serikali hivyo kwa tunaendelea. Na itakumbukwa kwamba serikali ya awamu ya 7 kulikuwa na pembejeo kwa njia za ruzuku zilikuwa zikitolewa na serikali, na tumeona kwamba ziliweza kuhamasisha uzalishaji katika sekta ya kilimo. Na hivyo tumeendelea na serikali ya awamu ya 8, mawazo hayo yanaendelea kuishi kwa maana kwamba sasa hivi tumeshafikia ujenzi wa hekta 2188.5. Hii ni miundombinu ya umwagiliaji ambayo imejengwa, na hiyo imetuhakikishia kwamba kwa sasa tumeshafikia uzalishaji wa jumla wa tani 23,804 kwa uzalishaji kwa mwaka. Na ukiangalia pale, hii imesukumwa na kuona kwamba sasa hivi kwa kuzalisha hekta moja tulikuwa tunazalisha tani 1.5, na sasa hivi tumeshafikia tani 5.5. Hii maana yake ni kwamba fikra za hayati marehemu Mzee Abeid Amani Karume zimeendelezwa na serikali kwa awamu tofauti, na hapa nimetoa ushuhuda wa awamu 2 tu. Kwa hiyo hizi zote jitihada hizi zinaendelezwa kwa chini ya sekta ama chini ya Wizara ya Kilimo, tukiwa tunaendelea kukitimiza miaka 53 tokea Mzee hayati Abeid Amani Karume kutangulia mbele ya haki. Sasa hivi tunaendelea na msimu, maana yake nilitamani sana au naendelea kutamani sana kuwaona wataalamu wote wako kwa wakulima wanaendelea na kufanya movement, kwa maana kwamba kwa kutoa huduma kwa wakulima za mabibi na mabwana shamba kuweza kuwapa taaluma. Lakini sambamba na hilo kuhakikisha kwamba tunasimamia upatikanaji wa huduma mbalimbali zikiwemo kuimarisha, kwa mfano sasa hivi tuna mabadiliko ya tabia nchi, tuhakikisha kwamba tunahamasisha wakulima na wananchi katika kuhakikisha kwamba wanapanda miti, lakini wanatunza miti na wanayalinda misitu ambayo ilikuwepo. Sasa hivi umeona kwamba kuna wengine wanavamia maeneo pasina utaratibu katika kuona kwamba wanafanya miradi mingine ambayo si rafiki na mazingira yetu na ni adui kwa nchi yetu. Kwa sababu maana yake ni kwamba tukiweza kuharibu mazingira, kwa maana kuharibu misitu au kuhujumu misitu, maana yake tunakwenda kujiweka katika hali riski kubwa ya upatikanaji wa huduma mbalimbali, ikiwemo huduma ya maji na pamoja na huduma ya oksijeni, kwa maana ya hewa safi inatokana na miti. Kwa hiyo maana yake tunakwenda kujiweka mashakani zaidi. Kwa hiyo mimi naendelee kusisitiza tu kwamba kwa wale wote ambao tumepewa dhamana, hususan watu wa kilimo, kwa wakati huu ndio msimu wetu wa kuhakikishia kwamba wananchi usalama na upatikanaji wa chakula kilicho salama na kinazalishwa ni wakati huu. Si vyema na si busara kuona kwamba tukiwa sasa hivi tunaelekea miaka 53 au tumekamilisha miaka 53, tunakuwa bado tuna watumishi ambao si wazalendo. Kwa hiyo uzalendo maana yake unakufanya jukumu ulilolipewa uweze kulisimamia kwa weledi mkubwa, na pahala ulipo uweze kuleta mabadiliko, ili kusudi hata ukiondoka na watu waweze kuona kwamba mchango wa fulani, maana yake au kwa mtumishi fulani katika taasisi ni mchango wa kuheshimiwa na mchango wa kuthaminiwa kutokana na performance ambayo imeonekana, kwa sababu serikali inahitaji kuona matokeo. Na hii ndio tutamsaidia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na yeye kukamilisha ama kutimiza maono yanayoendelea kuishi ya viongozi hawa, akiwemo Mheshimiwa ama hayati mzee wetu Abeid Amani Karume. Huko ndiko kumuishi, na huko ndiko ambako tutaweza kudumisha fikra na mitazamo yake kwa kuwa wazalendo. Na ndio maana akafanya ambayo yalifanyika yeye na wenzake, na tunaendelea tu kuwaombea dua Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao na walaze mahali pema peponi kwa kazi kubwa hiyo ambayo wamefanya, wakaweza kutukomboa na sisi tukaendelea kufurahia maisha katika nchi yetu pasina bubuza, na amani ikawa inaendelea kutawala wakati wote.